kusikia neno lako. Tuko tayari kukusikia sauti yako. Zungumza nasi Bwana siku ya leo. Zungumza na mioyo yetu. Zungumza na maisha yetu Bwana. Tuko tayari kukusikia. Tuko tayari kukusikia sauti yako. Tuko tayari kusikia sauti yako. Tuko tayari kusikia mahusiano yako. Tuko tayari kusikia mahusia yako. Pokea utukufu Bwana. Pokea sifa Bwana, maana umetenda. Bwana, tunalibariki jina lako. Asante kwa kila mmoja Bwana ambaye Mungu yuko kwa ibada hii, na kwa wale ambao wanatuungana na pamoja nasi katika mtandao. Tunaomba neema ya Mungu na uweza wa Mungu juu ya maisha yao. Bwana, ukawatie nguvu. Bwana, ukawawezeshe. Bwana, ukawasaidie. Bwana, ukawainue na ukawatende mema. Tunalibariki jina lako kwa kuwa wewe ni mtakatifu. Tunakuhimidi na tunakuinua Bwana. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa Roho wako Mtakatifu ambaye amekuwa mwalimu kwetu, ambaye ametusaidia, ametufundisha, ambaye ametuongoza katika kweli yote. Tunajisalimisha chini ya Roho wako. Tunajisalimisha chini ya uwepo wako. Tunajisalimisha chini ya neema yako. Tunasema Bwana, hatuwezi bila wewe Bwana. Hatuwezi. Hatuwezi bila wewe Bwana. Mimi siwezi jambo lolote ila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote ila wewe Yesu. Mimi siwezi. Mimi siwezi jambo lolote ila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote ila wewe Yesu. Mimi siwezi. Mimi siwezi. Hatuwezi bila wewe. tunakuinua kwa kuwa wewe ni Bwana. Kwa Kristo Yesu tumeomba na kuamini, na sote tuseme amen. Mpe Yesu makofi mazuri.
Tunapokaribisha pia wale wanaojoin, piga makofi mazuri wanaotujoin pale nyumbani, popote walipo wanapotutazama. Mungu akubariki sana. Tunakukaribisha katika neno letu. Tumekuja kidogo kuchelewa, lakini Mungu hajachelewa. Naamini ya kwamba Bwana ana neno kwa ajili yako. Kwa hivyo leo tunaendelea na somo ambalo tulianza Jumapili, ambalo linaongea about spiritual maturity, spiritual growth and spiritual maturity. Yaani kukua kiroho na kukomaa. Maana ni Mungu anatamani tukakue, Mungu anatamani tukakomae. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu anapotuona kwamba tumekaa mahali pamoja, hatuendelei, tumedumaa, haifurahishi Mungu. Mungu ametamani kanisa lake likue. Mungu ametamani kanisa lake likasonge mbele. Mungu ametamani kanisa lake kukapatikane utofauti. Na anaenda kutusaidia tunapojifundisha mambo fulani. Na tukaona ya kwamba tunapoongea swala la kukua, it is the process that makes us to become more like Christ. Ya kwamba tunapoongea swala la kukua na kukomaa katika kiroho, tunaongea kuhusu kufanana kama Kristo. Yesu anatamani tukue na tuanze kufanana na yeye, tuanze kufanana na kusudi lake, tuanze kufanana na jinsi anavyowaza, tuanze kufanana kama jinsi anavyotembea. Kwa hivyo Mungu anachotamani ni kwamba tukafanane na yeye. That is the goal. Mungu anataka ufanane na yeye. Mungu anataka ufanane na yeye. Sasa tunapookoka tunasema tumezaliwa mara ya pili. Kwa hivyo tunapokuwa kama watoto wadogo wa kiroho, tunapaswa kukua, tunapaswa kufanya hatua. Hatupaswi kukaa mahali pamoja miaka yote. Na siku ya leo tunapoenda katika sehemu ya pili, naamini ya kwamba Mungu atatusaidia. Maana tatizo kubwa kanisani leo ni Wakristo ambao hawajakuwa. Wanakuja kanisani ndio, lakini shauku na yale matamanio ya wao kukua hawana. Kwa hivyo tumekaa, tunakuja kanisani, lakini we are not progressing spiritually. Ye kweli umekaa miaka mingi kanisani. Last time nikakwambia tunapoongea kuhusu kukomaa kiroho ama kukua kiroho, si ile miaka ambayo umekaa kanisani. Unaweza ukawa kanisani miaka 10, unaweza ukawa kanisani miaka 20, lakini hiyo haimaanishi ya kwamba umekomaa. Hiyo haimaanishi ya kwamba umekuwa. Lakini sikiza, si wingi wa miaka ambayo umekuwa kanisani, ni jinsi gani umemjua Kristo, ule ukweli ambao umeubeba ndani ya moyo wako. Maana God desires you to grow. Are you growing? Je, unakuwa wewe? Ukifananishwa na miaka 2-3 iliyopita, je, kuna hatua umefanya katika maisha yako ya kiroho? Je, ufahamu wako kwa Mungu umeongezeka? Je, utumishi wako kwa Mungu umeongezeka? There are things that you can look ambayo zitaashiria kukua kwako. Na kama sitagusia leo, pengine next time, kuna vitu ambavyo utatazama ili ujue pia kwamba are you growing? Are you growing? Bwana Yesu asifiwe. Je, unakuwa? Katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 4 mstari wa kwanza. Wagalatia mlango ni ule wa 4. Wagalatia imetoka. Wagalatia mlango ule wa 4. Mlango wa 4 mstari wa kwanza. Biblia inasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni mwana wa yote, bali chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Lakini nasema hivi, nasema ya kuwa mrithi wakati wowote ni mtoto. Inaongea kuhusu mtoto. Huyu ni mtoto pale nyumbani. Yeye ni mrithi kulingana na wazazi wake. Vitu vyote ni vya kwao, mali zote ni za kwao. Lakini Biblia inasema ya kwamba mtoto huyu anapokuwa pale, ingawaje yeye ni mrithi, lakini kwa sababu hajakuwa, kwa sababu hajakomaa, yeye hana tofauti na mtumwa.
Yeye hana tofauti na yule mfanyikazi ameajiriwa pale nyumbani. Kumaanisha hivi, kuna mambo ambayo hatuta experience katika ufahamu wetu na Mungu. Kuna mambo ambayo hatuta experience katika maisha yetu tukiendelea kuwa watoto. Ingawaje sisi tuwarithi, ingawaje Mungu ametupatia mambo mengi, lakini kuna mambo hatuta experience. Tutakuwa hatuna tofauti na watumwa, tutakuwa hatuna tofauti na watu ambao hawana haki. Hasa kadri yule mtoto anapokaa pale, ingawaje yeye ni mrithi, lakini hana tofauti na mtumwa. Kinachomfanya kumtofautisha yeye na mtumwa ni yeye kukua na kukomaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto yule anaweza kuwa ndio magari ya kwa nyumbani ni ya kwao, na hata yeye gari atakuja aendeshi, lakini kwa sababu ya utoto wake hawezi pewa gari. Kuna mambo ya kiroho, there are dimensions in God. Kuna viwango vya kumjua Mungu ambavyo Mungu hawezi kukupatia kwa sababu hujakuwa. Kuna mambo ambayo unaitisha Mungu, umemwomba Mungu akupe, lakini Mungu hajakupa. Sababu mojawapo ni kwamba you are not prepared, you are not ready, you cannot handle. Kuna upako ambao umemwambia Mungu nipake na upako, lakini Mungu anaona akikuachilia huo upako unaweza utakuharibu. Ndiposa hajakupa huo upako. Si kwamba hataki kukupa, but you are not prepared, you are not ready to take that anointing. Ni kama mtoto anauliza helikopta wakati hata bado anafanyiwa mambo, hajijui kujiangalia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. So kuna level za Mungu ambazo hatuwezi kufikia pasipo kukua, pasipo kukomaa, pasipo kutembea katika Mungu. Sasa sikiza, katika kitabu cha Waefeso kitabu ni ule mlango wa 4. Waefeso mlango wa 4. Tajaribu kwenda kwa haraka. Waefeso mlango wa 4. Waefeso mlango wa 4 mstari wa 11. Kuanzia mstari wa 11 hadi 15. Sikiza inasemaje? Ephesians chapter 4 verse 11 to 15. Sikiza vile inasema hivi: naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Wacha tukomee hapo kwanza, tutaendelea. Anasema ya kwamba Mungu alitoa karama, akafanya wengine kuwa mitume, wengine wakawa wachungaji, wengine wakawa wainjilisti, wengine wakawa wachungaji. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu alifanya hivi kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kumaanisha ya kwamba unapookoka hujakamilika. Unachohitaji ni ukamilike, na kitakacho kusaidia kukamilika ni wewe kujengwa kupitia karama hizi ambazo Mungu ameachilia wachungaji. Ndiposa ninakufundisha leo ni kwa sababu ya kujenga na kukamilisha. Anasema kwa ajili ya kukamilisha watakatifu. Kwa hivyo the first reason kwa nini Mungu ameinua wachungaji, kwa nini Mungu ameinua manabii, kwa nini Mungu ameinua walimu, kwa nini Mungu ameinua wainjilisti, ni sababu anatamani watakatifu wakamilishwe. Kumaanisha hivi, tunapoongea swala la kukamilishwa, linaongea swala la kukomaa, na hauwezi kukomaa kama haujakuwa. Kwa hivyo Mungu anatamani, it is the purpose and the will of God for you to grow. Mungu anatamani watoto wake wakue. Mungu anatamani watoto wake wakomae. Mungu anatamani tupige hatua. Mungu anatamani mabadiliko yapatikane. He desires to see
moto kama hatukui. We are delaying the ministry of Jesus here on earth. Tumechelewesha huduma ya Mungu hapa duniani, maana hatujatamani kukua, ndiposa huduma haifanyiki. Tumekuwa na watu waenda kanisani, lakini we don't have disciples. We have members in the church, we don't have disciples. Tuna washirika lakini wanafunzi hatuna. Na Yesu alisema, nendeni katika ulimwengu wote mkahubiri Injili na kuwafundisha na kuwafanya kuwa wanafunzi wangu. So we've not been called to be members in the church. We've been called to be disciples of Jesus Christ. Tumeitwa na Mungu ili tuwe wanafunzi wake, si washirika. Ndio kimwe zako mwambie, hujaitwa kuwa mshirika. Umeitwa kuwa mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anatamani uwe mwanafunzi, si mshirika. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ili kazi ya huduma itendeke. So Mungu anatamani tukue kama kanisa, so that the work of ministry will be done. Anatamani huduma ifanyike. Kuna huduma sahihi haifanyiki kwa sababu hujakuwa. Kuna huduma ambayo haifanyiki maana hujakomaa. Kuna huduma ambayo Mungu anatamani ufanye, but because you've not been growing, you've not been doing ministry. Cha tatu anasema hivi, hata mwili wa Kristo ujengwe. Number 3. Kwa nini Mungu anataka tukue? Anataka mwili wake ujengwe. Sikiza, ujengwe. Hata sisi sote tufikie umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu hata kuwa mtimilifu. Jesus is the standard. Kwa hivyo Mungu anataka tufikie kiwango cha kumjua sana Kristo. Haijatosha jinsi umemjua. Biblia inasema hata tufikie umoja wa imani na kumjua sana Kristo. When you grow, you will know him more. Ukikua utamjua zaidi. Ukikua utatembea naye zaidi. Kwa hivyo anatamani ya kwamba tukamjue zaidi na kufikia kimo cha Kristo. Your standard is not your uncle. Sikiza, standard yako si Musa, si Elia. Standard yako ni Yesu. Anasema tukue tufikie kimo cha Kristo. So Jesus is the standard. This is the standard. Yesu ndio kiwango. Yesu ndiye kiwango ya kwamba tunatakikana tukue tufikie kimo chake. Swali ni hili, je, unakuwa kufikia kimo chake? Je, unamwelewa sana Kristo? Ama ni kwamba ukichallenjiwa saa hizi kutokea hapa mahali shababu na mabomu ama na mashoka na mapanga, waulize kwamba hebu tuone wale wanasema kabisa ni wa Yesu kabisa wameamua. Hao ambao ni wa Yesu kabisa hao wabakia hapa ndani. Na kama wewe unasema wewe si wa Yesu, haya nakupa ruhusa ondoka. Utaona ni watu wangapi hapa watatoka. Wewe unaona ni wangapi watatoka? Ati hakuna. Halo. Ukisikia kufa haikai, afadhali niishi. Because most of us hatuwezi tetea imani yetu. We cannot die because of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Sema hata nilikuwa nakuja tu, lakini hata tu siko, nilikuwa nakuja. Bwana asifiwe. Hata kwanza pastor ndio alinipigia simu akaniambia leo Jumapili nije. Aliniuliza niko hapo. Kwa maana hata ndio maana hata sikiza, we cannot defend our faith. People can challenge you, wewe unamjuaje Kristo na tusimwambie kitu kwa sababu we don't know him. Anaposikiza akiendelea kuongea hapo anasema hivi, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kufikia utimilifu, there's a standard of Christ. Ndipo Mungu anataka tufike. Ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku, tukichukuliwa na kila upepo wa elimu
kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Kwa hivyo kumbe kutokuwa nako kuna madhara. Mtu asiyekuwa ni mtu ambaye anaweza kubebwa hovyo na upepo wa mafundisho na elimu isiyoeleweka. Sikiza, ukiona mtu anaanyaanya, hajielewi, anaenda kila kanisa, huyo mtu sikiza, shida ni mchanga. Na mtu ambaye hajakuwa, ni rahisi kubebwa na upepo wa mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Unabebwa na doctrine, unatupwa huku, leo uko huku, na hiyo ndio shida. Wacha nikwambie, unajua problem ni nini? Leo tuna shida na manabii wa uongo, ya kwamba watu wamekuwa manabii wa uongo huko manyumbani, vijijini, na watu wanaenda huko kwa manabii waambiwe mambo yao, na hata hao manabii wenyewe hawana makanisa, hawana mchungaji ambaye yuko juu yao, wako nyumbani, kanisa lao ni nyumbani. Watu wamebebwa na dini ya uongo, manabii wa uongo. Ni kwa sababu kanisa hatujakuwa. So hiyo kubebwa na mafundisho na doctrine inatokana na sisi kutokuwa. Ya kwamba mtu akija na doctrine mbovu tunaamini. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anakuja na doctrine mbovu ya uongo, mnaiafanya nini? Mnaiamini. Mnaelewa? Mnaamini doctrine ambayo si ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya doctrine ambayo si ya kweli, watu wanabebwa na mafundisho ambayo si ya kweli. Kuna wakati nimeona kwa internet watu wanakuja wanaombewa, wanakuwa anointed na soda za Coca-Cola na Fanta. Jamani, hata kama ni anointed sawa, najua Mungu anaweza kukuanoint na chochote, lakini kwa nini kumwagie soda ya Coke na unasikia wanakujaza? Ni utoto, ni utoto. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yaani kwa sababu hujakuwa, hujui neno, mkiamua mwenye mafuta mtakunywa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona kanisa lingine wakaambiwa na mchungaji, mkija kanisani hakuna kuvaa nguo za ndani, roho atembee vizuri. Iko kwa internet, na mtu anakuja hajavaa kule ndani vizuri. Kunakaa wazi, roho atembee, roho asipigwe, asizuiliwe. Lakini hujui neno, na nikasema nguo yako ya ndani inazuia roho. Lakini watu hawajakuwa, wako tayari kuambiwa chochote. Wengine wakapewa hata asidi kunywa, wakaambiwa utakufa, na walikufa. Kwa internet siangalie. Watu wanalishwa nyoka. Wengine kama nyoka itafanya kitu, tuliomba kanyaga nge na nyoka, hautafanya kitu, haleluya, unapoa nyoka anakuuma. Lakini ni kwa sababu hatukui. So tunaweza danganywa hapa na mafundisho. Ni kwa sababu ya kutokuwa. Watu wanabebwa na nini? Na latest wiki nikaona ingine ati mchungaji, sasa sijui ni meza ya Bwana mani, anachukua kile anachowapatia kwanza, anakimega, alafu na unapewa. Unaenda, anachukua, anapewa. Kwa ibada. Sasa sijui ndio ipatisha, sijui ndio upako unapokea. Wapi? Nisikia wapi? Nikati ndonge after nikupe. Nasema haleluya. Nani amesema? Utoto kanisani. Watu hawamjui Mungu. Watu hawajui neno. Wanakuja kanisani but they don't know the word. Unaweza kuwadanganya na wakakubali. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa convince kwamba hapa hii kanisa hii wakina mama hakuna kusuka. Hakuna. Kila mama anyolewa. Na kwa sababu watu hawajakuwa, utaona kila mama anakuja amenyolewa. Watu hawamjui Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So we have the problem. Ndipo anasema msiwe watoto wachanga tena, kubebwa huku na kule na mafundisho ambayo si ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuende sasa tuangalie kitu hapa. Twende katika kitabu cha Waibrania. Waibrania mlango wa 5. Hebrews. Waibrania mlango wa 5. Alafu mstari wa 11. Mstari wa 11 hadi 14. Waibrania mlango wa 5 mstari wa 11 hadi 14. Nasema hivi.
ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Paulo anasema tuna mengi ya kuambia, lakini mmekuwa wavivu wa kusikia. Sikiza, anaendelea kusema hivi: kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa hiyo anasema nyinyi watu, by this time mlikuwa mnapaswa muwe walimu, lakini bado mko watoto, bado mnapewa maziwa. Anasema bado mnataka kufundishwa mambo ya msingi, mambo ya imani. But by this time, uvile muda umeenda, mlikuwa mnahitajika kuwa walimu. So in other words, alikuwa anawaambia nyinyi watu hamjakuwa. By this time mnatarajiwa mngekuwa walimu nyote, lakini bado mnafundishwa, bado mnakunywa maziwa, hamli chakula kikuu. Kwa hivyo anaongea kuhusu a state of immaturity, watu ambao hawajakuwa. Anasema hivi: lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao kwa akili zao kutumia na kwa kuzoea kupambanua mema na mabaya. Kwa hivyo kuna chakula kigumu na chakula cha maziwa. Hasa maziwa ni cha watoto wadogo. Watu wazima wanakula vyakula vigumu. Wanakula vyakula. Unajua maziwa ikienda hadi ichukue muda, haihitaji digestion mingi, inaenda moja kwa moja. Lakini chakula kigumu unahitaji kutafuna, na unajua chakula kigumu lazima uwe na meno. Kwa hiyo ili mtoto, ndio maana mtoto anapozalika hawezi pewa chakula kigumu, anapewa maziwa, maana hata meno ya kutafuna chakula kigumu hana. Lakini meno yanapotoka anaanza kupewa vyakula vigumu, anaanza kufanya nini? Kusaga. Sasa ile kuna process. Hasa Wakristo, kuna Wakristo ambao wamezoea maziwa, yaani vyakula ambavyo si vigumu. Hata mafundisho wanahitaji mafundisho laini. Ukifundisha mafundisho magumu, wanaweza hata wengine kuhama kanisa, kwa sababu wamezoea nini? Maziwa. Nataka kusema hivi sasa, hebu tuangalie. Nilikwambia kuna stages 3. Wa kwanza tulisema ni a child, mtoto mdogo. Wa pili tukasema young man, kijana. Wa tatu tukasema ni kina baba. Na nikasema hivi, mtoto ni kwamba hawezi kujiangalia. Ukiwa katika kiwango cha mtoto ni kwamba wewe hakuna kitu unaweza kujifanyia. Mambo yote ni kusukumwa na kusaidiwa. Unapokuwa kijana, angalau kuna mambo unaweza kujifanyia wewe mwenyewe. But ukiwa baba, kando na kwamba unajifanyia mambo mwenyewe, una uwezo wa kuwafanyia wengine na kuinua wengine na kuwatia moyo wengine. Na Mungu anataka tufikie kiwango cha kukomaa, tuwe mababa kwa wengine, ya kwamba tunaweza kuzalisha watu, tunaweza kuinua generation nyingine kutokana na maisha yetu na utumishi wetu katika Mungu. Sawa sawa. Sasa Wakristo wengi wako katika stage ambayo tunaita ni stage ya utoto. Unanielewa? Mnanisikia? Lakini shida nyingi kanisani zinatokana na hii stage. Wengi, majority kanisani, na usiniangalie vibaya, maana hili ndio tatizo hata Paulo alikuwa nalo kwa kanisa la Wakorintho. Walikuwa na karama, upako wako nao, lakini ni watoto. Na nilikwambia last time, usipime kukua kwako na karama ulizonazo. Unaweza kuwa una upako lakini hujakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usione mtoto mdogo anapeleka pikipiki ukaona amekomaa. Hata miaka 10 anaweza peleka pikipiki lakini bado hajakomaa. Are we together? Kwa hivyo Mungu anatamani tuondokee stage ya utoto, na wengi tuko hapa kama Wakristo. Bwana asifiwe. Ya kwanza, tabia ya watoto. Number 1. They cannot do anything for themselves. You have always to push them or assist them. Watoto wadogo
hawawezi kujifanyia vitu wenyewe, mpaka uwasukume na uwasaidie. Ukiwa katika stage hii ya kiroho ya utoto, utakuta mambo mengi ni mpaka ufanyiwe, mpaka usukumwe. Yaani usiposukumwa, usipokumbushwa, hakuna kitu utafanya kanisani. Usipotiwa moyo, kanisani utakuja. Unajua kuna watu wengine kanisani wanakuja maana wanatiwa moyo. Ukiacha kumtembelea, haji kanisani. Ushirika usipoenda nyumbani kwake, haji kanisani. Pengine amepata tatizo, anangojea mumuone. Akiona hamkumuona, anavunjika moyo. Anasema hata yo kanisa lao siendi. Halo? Tuko pamoja? Hao ni kina nani? Yaani hawawezi kujifanyia vitu wenyewe, ni mpaka uwasukume. Ni mpaka uwakumbushe kwamba lazima wasome neno la Mungu. Ni mpaka uwakumbushe kwamba wanahitaji kuja ibada. Ni mpaka uwakumbushe wanahitaji kuomba. Ni mpaka uwakumbushe pia kufunga. Yaani ukinyamaza usipoongea kuhusu fasting, watakaa mwaka mzima bila fasting. Mpaka useme jamani tufungeni, ndio anakumbuka kuna kufunga. So hawa ni watu ambao ni mpaka kusukumwa. Ni mpaka vitu haviendi. Ni mpaka wasukume. Hawezi kujifanyia wao wenyewe. Ni mpaka wakumbushwe na uwasaidie. Ngeukie mwenzako, mwambie wewe uko stage gani? Muulize, wewe mpaka vitu ukumbushwe ama unakumbuka tu? Muulize, wewe ni mpaka usukumwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tabia moja ya watoto ni kwamba hawawezi kujifanyia vitu wenyewe. You have to, si tuna watoto ni mali. You have to assist them. You have to give them direction. Tena sasa hivi ushamwambia hivi ni mbaya usifanye. Mara nyingine mpaka ukumbushe. Si nilikwambia hii usifanye hivi. So they have, yani hawezi kukaa mbali na macho ya mzazi. Lazima uangalie. Yani ukimwacha ana mesa. Kuna age ya watoto itafika wakiwa wamekomaa, hata unaenda 1 week safari, una wasiwasi. Lakini kuna age ya mtoto ukiwa naye, hata kwenda nusu saa sokoni urudi, una wasiwasi, afadhali mbebe uende naye. Maana unajua ukimwacha bila atamesa hapo nyumbani. Wangapi ni shahidi? Yaani huyo mtoto huwezi kumwacha nyumbani, unajua. Kwa sababu you don't trust him, utakuta amemess up everything. Kweli ama uongo? Sasa kuna Mungu anataka watu ambao kanisani watategemewa. Yaani ufike mahali hivi kama mchungaji na kuona kwamba naweza kukutegemea. Yaani si kwamba una wasiwasi kwamba ukipewa jambo fulani unaweza kulimesa. Umenipata? So tabia ya kwanza tumesema ni kwamba hawawezi kujifanyia vitu wao wenyewe. Number 2, they can't digest solid food. They only use milk. Watoto wadogo wanapenda tu maziwa. Yaani kunyonya tu, kuvuruta tu, hawasumbuki, hawatumii nguvu zao. Yaani wao tu ingie tu, yani straight. They don't want to commit themselves. Hawa ni watu ambao hata wakati tunaongea kuhusu kumtafuta Bwana, they are not ready. Wanaona mnawasumbua. Pasa unatuchokesha. Pasa, haya maombi ya mwaka kuanza siku 21 pasa. Bwana wewe Bwana, tunaumia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama utatangaza hizo siku 21 za kufunga na kuomba, wao watakula. Halo? Watakula. Na wengine Mungu atawasaidia, watakuja pia maombi mmalizie pamoja. Sawa Yaani hawataki kujisumbua. Ni mateso hii. Kuomba pasta wanawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hao watu huwa wanataka kitu rahisi. Hawataki vitu vya kujisumbua, vya kujicommit, vya kujitolea. Hapana. Wanataka vitu rahisi. Nywe maziwa. Avute. Lakini utafuna. Maana ni energy. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Number 3.
Watoto wadogo tabia zao, they like crying always. Wanapenda kulia ovyo na kulalamika. Yaani ukikaa na watoto kuanzia asubuhi mpaka jioni, lazima tu watalia. Kweli ama uongo? Watu wadogo somehow, yani wanapenda kulia. Yaani Wakristo ambao wanakaa watoto ni watu wanaopenda kulialia ovyo. Yaani analia hiki, wanapenda kulalamika na kunung'unika. Watu walio na malalamishi. Ukiona mtu analialia kila siku na kulalamika, mchunguze vizuri, inaweza kuwa ni utoto uko nao wa kiroho. Malalamishi. Kama wana wa Israeli walitoka Misri, lakini wakawa ni watu walalamishi, watu wa kulia, wanalilia Musa, ulituleta huku ndio tumalize, kwani kulikuwa kama makaburi, tumemisi watermelon, acha turudi. Ni watu ambao wanapenda kulia na kulalamika. Nimesema wanapenda nini? Kulia na kufanya nini? Na kulalamika na machozi mengi. Unashinda watoto saa nyingine machozi yao yako kibao. Yaani wanaweza lia kitu kidogo tu, ukimwambia hivi ameamua sio nini ashalia. Kidogo anacheka, kidogo ashalia, kidogo anacheka, ndio ashalia. Sasa Mungu atusaidie tuondokee hiyo hali ya kulia ovyo na kulalamika. Na kutaka kuonewa huruma. Huruma zingine zitakusaidia. Ukiwa na shida, kila mtu unataka ajue shida yako. Na wengine hata unawaambia shida zako hawakusaidii, wanakugonga na kuharibu kabisa. Tunataka huruma. Tafuta huruma kutoka kwa Mungu, si kwa wanadamu. Umenielewa? Mtazame Kristo ambaye ana huruma zako. Bwana Yesu asifiwe. Ya nne, they don't care about others. Watoto hawajali kuhusu wengine. Yaani ni mimi. They will cry, atalia. Yaani mtoto mdogo kakiwa kadogo, yaani kanaweza lia mpaka kakakusinya. Na hataki kujua ni usiku, atalia tu. Mimi nakumbuka wakati tulipopata mtoto wetu wa kwanza Hana. Alafu sometimes unajua ile tumbo kusumbua watoto. Yaani analia usiku mzima, hanyamazi. Na sasa hivi unataka kulala na kesho unaenda pengine kazi. Unafika mahali hata wewe mwenyewe unaweza kumjoin kulia. Nakumbuka alilia mpaka wakati fulani nilikuwa kazi upande huu. Mke wangu akanipigia simu siku ameshindwa kulala, amelia mpaka sasa analia. Njoo mimi nimechoka. Bwana asifiwe. Maana unamfanyia kila kitu, hanyamazi, halali, analia. Na hataki kujua kwamba ni usiku ama ni saa ngapi. Yeye kulia tu. Yaani I'm saying this, they don't care about others. Yaani wao wanataka attention kwao. Hawataki kujua wengine wao. Mimi nitutaniangalieni mimi. In other words, small children are selfish. Watoto wadogo wana ubinafsi sana. Wanapenda wao wafanywe vitu. Bwana Yesu asifiwe. Wanapenda wao, yaani they are self-centered. Wanajitazama wao, mambo yao yote wafanyiwe wao. Utakuta hawa watu ndio kwamba wengine wanapokuwa na changamoto ama wanahitaji usaidizi, ama kuna jambo lingine ambalo lina require usaidizi wao, hakuna kitu watafanya. Bwana asifiwe. Hawatajihusisha kabisa. Haleluya. Hawatajihusisha. Waacha ashikwe na shida, ndio mtajua kitaeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Wacha apate shida ama jambo lake, my God, mtapewa pressure. Pastor, mbona mniangalii? Mbona? Lakini ya wengine hajakuwa kihusika. Wengine, wewe unatamani kutembelewa nyumbani ndio, lakini wengine walipokuwa wanatembelewa ulikuwa unaenda. Na tuangalie vizuri sasa. Sawa, unataka kutembelewa mama, si vibaya. Lakini wewe umetembelewa ngapi? Ndio mzako mwambie, ni sawa unataka kutembelewa. Wewe umetembelewa ngapi?
Hebu tuangaliane vizuri, maana tunakuwa sasa. Tuondokee hapo. Ndio sema hawakuja kunitembelea kanisa nisiendi. Halo. Unataka kutembelewa, wewe unatembelewa ngapi? Sasa wakati wanasikia swala la wengine haiwasumbui. Atasikia kwamba tunahitaji pesa kwa ajili ya kitu fulani tufanye, maana tunafundishana. Na unataka nani akwambie kweli? Na si mimi ni mchungaji, najua watu wanakaaje. Amen. Tutaitasha pesa cha kitu fulani tufanye, hakuna hata nduru atatoa. Hatoi mo. Lakini wacha apate shida, anahitaji mumchangie, mfanyie harambee. Halo? Halo? Mbona mnakaa kama hamko? Muko. Wakati ushirika wengine wanajihusisha na kanisa. By the way, hapo ndio tunasema Mungu atusaidie, kwa sababu lazima tufike mahali pia kujua mshirika ni nani. Kwa sababu kuna watu wanajiita washirika wa Soul Harvest, lakini they are not part of you. Hawahusiki kwa chochote. Ati mtu ni mshirika, anasema uko nje, anasema yeye ni mshirika wa Soul Harvest, na mwezi mzima umeisha, hata kanisani kanyaga. Na tuliza, mimi ni mshirika wa Soul Harvest. Ya wapi? Ulisikia wapi? Mshirika ni nani? Hebu wapendwa niulize, mshirika ni mtu gani? Mshirika kwamba you fellowship with us. Tukilia tunalia na wewe. Tukihangaika tunahangaika na wewe. Tukipitia chochote tunapitia na wewe. But you are nowhere. But yet uko nje unasema mimi ni mshirika wa Soul Harvest. Alafu hatuja kuona kwa kina mama, hata wakina mama hawakujui. Hebu niangalie vizuri. Hata kina mama hawakujui, na wao nasema ni wewe wa Solo. Wanasema Soul Harvest. Na wakina mama hawakujui, kina baba hawakujui. Vijana, ni vijana wapi? Wa Soul Harvest. Wa wapi? Mchungaji wako Pastor Samore. Mimi nitakukana, wewe si mchungaji wako. Wewe alikuwa anasema yeye anajua, yeye na mimi sijaiona. Nikimuuliza kuja last year, hapo unasema mimi mchungaji wako na sikujui. Amen. Wewe mimi mchungaji wako kweli na sikujui. Wacha tuambiane kweli, tunajifundisha. Halo. Hebu fanya mkono hivi ndio nijue kama mko. Amen. So mshirika si mshirika kwa jina, tukuone. Tukipambana tunapambana pamoja. Tukishindwa tushindwe sote. Si wakati tumeng'ang'ana wenyewe, lakini wakati shida imetokezea ndio unasema mimi ni wa Soul Harvest. Ndio nilifika mahali nikasema nachoka. Hii ya mtu kujiita mshirika wa Soul Harvest, twende tufanyie mazishi sijui tuziki, na wakati haujawahi kuja kanisani hapo, ulikuja mwaka jana. Hiyo kazi sifanyi. Halo? Halo? Sasa wewe ni mshirika na hatukuoni. Sasa wakati shida inapatikana ndio unatafuta. Unapiga mtandao, unajua niliviliwa na mimi ni wa Soul Harvest, kwa hivyo nyinyi ndio mtanisikia. Haya. Kanisani mwisho kuja lini? Mwaka jana mwezi wa 5. Sasa mimi ndio wakuzika. Okay, unaniona na kufa wakati wa maiti Bwana asifiwe. Hicho ndicho kinachofanyika, na hiyo ndio challenge tuko nayo. Sasa uko sawa, lakini ukipata shida ndio unatafuta mchungaji, maana wewe huwezi kuzika. Wewe unaweza kuzika. Ndio kemo zako mwambie wewe unaweza kuzika. Utamtafuta Pastor Samo? Hiyo ya kuwekelewa. Ati mtu alikujaga mara 2 kanisani. Alafu wewe ni mshirika, hakuna mshirika alikuja twice. Hakuna. Tuelewane hapo wapendwa. Kama tumeamua kuwa members, tuwe members full. Ndio kemo zako mwambie umesikia hiyo? Kama wewe ni mshirika, kuwa mshirika kamili. Mwambie tukuone kwa mambo yetu. Usijiweke huko kando alafu kisha swala lako likitokezea unatamani watu wote wakuback up. Halo? Niangalieni jamani. Niangalieni. Wewe ulikuwa unaangalia wengine. Lazima tu grow. Sasa nasema hao watu wana ubinafsi, wanaangalia faida watakazopata wao. Kwa wengine hawatafanya kitu.
Lakini kwao wanataka watendewe mema, wabarikiwe, watiwe moyo. Lakini wewe kuulize, unatia wengine moyo ama kazi ni kuwavunja moyo? Wewe unataka usemwe vizuri, lakini wengine unawasema vibaya. Ni utoto wa kiroho. Sema ni utoto wa kiroho. Sema ni utoto wa kiroho. Tumefika ya ngapi? Ya 5 ni wavivu. Ndio maana mstari wa 11 anasema, Paulo anasema, nina mambo mengi ya kuambia lakini mna uvivu wa kusikia. Hasa utoto wa kiroho pia unaleta uvivu. Husikii kufanya jambo. Bwana asifiwe. Unakuwa na nini? Sauti zimeisha. Unakuwa na nini? Unakuwa na nini? Uvivu wa kufanya mambo ya Mungu. Unakuwa mvivu, mzito katika mambo ya Mungu. Yaani unajiburuta kwa mambo ya Mungu. Lakini mambo ya chama, women finance, Bwana asifiwe sana. Unaogopa kupigwa faini. Unaogopa kupigwa faini, lakini uogope faini ya Mungu. Halo. Ndio kile zako mwambie, umesikia hiyo? Mwambie usiogope faini ya chama. Ogopa faini ya mbinguni. Tena zaidi hata wewe unang'ang'ana ati hiyo faini usipigwe. Na ukiulizwa hata faini yenyewe ni ka 50. Unakosa miti, unakosa kumtafuta Mungu ama kitu muhimu ulikuwa unahitajika kwa sababu ya 50. Kamia tu, sema kamia. Yaani 100 tu yani. Halo. Ndio mwenzako mwambie Mungu atusaidie. Mwambie Mungu atusaidie. Mwambie Mungu atusaidie tukue. Yes, ya ngapi? Ya 7. Sorry. Ya 6. Oh, okay. They cannot discern the truth. Biblia imesema kwamba hawajakomaa kiakili hata kujua ukweli. Yaani unaweza wadanganya ovyo. Yaani hata mambo mengine wakisikia hawayapimi. Tayari washadakia. Nini? Yaani hata wachunguzi wanachukulia juu kwa juu tu. Hata kiambiwa yule pastor wenu yule anatumia nguvu za giza, ni devil worshiper. Ashaanza kuamini. Tayari anakuja kanisani lakini anakuwa ni pastor anahubiri lakini anamshuka. Nguvu za giza. Ile vile vitu vinafanyikanga pale. Kama mapepo yanayoka. Nguvu za giza. Unakuwa unashuku mchungaji wako. Zile nguvu anatumia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unasikia kitu hata hujakifikiria, hujakichunguza, ushaamini. Mama fulani uliambiwa basi ukaanza kusambaza umbea. Yule mama hajaokoka. Yule mama lakini ukiulizwa uliambiwa. Una uhakika. Umeelewa? Yaani watu ambao hawezi kujudge ukweli ni upi. Ni rahisi kudanganywa. Wangapi wanakubali ni rahisi hata kudanganya mtoto mdogo. Ukiona hataki kukula na unajua anapenda lollipop, naambia sikiza, kula haraka nitakupea lollipop. Ili apate nini? Saa ingine anamaliza hata lollipop ready. Ambia siku nyingine. Yaani mtoto mdogo ni rahisi kumdanganya na kumtrick. Wewe utaambua ati ukila nitakupa lollipop. Mwambie siki. Nisikia kushinda. Sisikii hapo. Bwana sikiu. Wale mmewana kule kwa nyumba mkijamisha mko sana ukiwa usikii kula. Akikuahidi nitakula tu nitakupa gari. Utakula. Nimesema siri. Bwana unajua sio usidanganye na gari nimejaa siri. Hata sasa kuongea na yaani wewe mtu mzima bwana, yaani unitrikiwe ati sio nini. Hata ukitolewa noti ina ndovu ile ya 1000. Naambia weka pesa yako hapo. Nimesema siri.
Lakini kama ni katoto kashageuka, umepatia ball gap, ishatoka. Umesikia eh? Kwa hivyo watoto wadogo ni rahisi kuwatrick na kuwadanganya kwa sababu akili zao kufikiria kuanza. Sasa ndio maana kanisa tumedanganywa sana. Tumedanganywa. Kuna watu wamedanganywa. Do you know kuna watu wako kanisani lakini bado wanaenda kwa waganga. I know people. I know. Wanakuja kanisani lakini wanaendaga kwa waganga. Yaani sisi sasa nguvu za Yesu hazitoshi, anaenda kupata reinforcement. Wapendwa, what are you doing in church? Kama unaenda kwa mganga, nakupa ruhusa kuanzia leo, kaa nyumbani. Hello. Na sisemi kwa ubaya, what are you doing here then if kama unaenda kwa Kalmanzira? Isini huyu Mungu hawezi kitu. Kwa hivyo afadhali mimi niende, nilale chali, ni chanjo. Nipakwe dawa, nipeleke kuku mweusi. I'm telling you, kuna watu kanisani wanaendaga kwa waganga. Hello? Hamjasikia. Nasema hivi, kuna watu kanisani wanaendaga kwa waganga. Yaani si basi hata mngengage maombi, yaani anaona hata akiomba maombi Mungu hatafanya. Wacha nidili na huyu mpendwa ananisumbua. Wacha niende kule kwa yule babu yule. Wacha nifike safari niende Kitui. Na kijana, haleluya. Na uko usemi huko Mombasa. Let us be serious. Wapendwa, kama Mungu wetu hawezi basi hawezi. Tusi waste time. If you have decided to come to church, tumwabudu Mungu kabisa. Kabisa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema pastor uelewe, lazima ujipange. Unajua lazima ujilinde. Kuna watu ambao nimeshakutana nao wako kanisani lakini anaweza kumtia kwa kitaki. Yaani kitu fulani kanamlinda, anasema hii ni ya kulinda ni ya kulinda nini? Kata kugeukia. Utashangaa. Wewe endelea kukaa nako. Ni kwa na babu yangu. Ni ya kulinda mji. Bwana asifiwe. Watoto wangu wasipigwe ndege. Watu wana macho mabaya pastor. Watu wasipigwe macho mabaya. Mlinda mtoto. Unamlinda vipi? Si ulete mtoto ni dedicate. Bwana asifiwe. So hivi vitu mnaona hivi hamnielewi, but I know watu wanaenda kwa waganga. Nasikia tena mwingine anaenda kwa mganga kwa sababu ya si mtu aliokoka. Tuko kanisani hapa lakini naona siwezi kupambana na wewe, naenda kwa mganga kupambana na wewe. Mungu atusamehe sana, atusamehe sana. Hatujakuwa tuna utoto, hatujui Mungu wetu. Kwa nini tuende kwa waganga? Kwa nini Mungu wetu hawezi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Number 7 sasa. They are very impatient. Yaani ukiwa na utoto wa kiroho hata kutulia utaki. You are not patient. Unataka vitu vifanyike haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. You are not impatient. Utaki kungojea. Ni sasa. Nataka sasa. Ni vitu vingine vijeuri vikianza kuliva hata vinajirusha vinajigaragara. Yaani nachukia hiyo. Unaona katoka katika mechao. Kanaanguka. Basi mama. Hasa Mungu atusaidie tusifike mahali hapo. Pakuninio mpaka tunajitupa tunajigara. Ni attention unataka. Attention seekers. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnasikia vizuri kweli speakers zinafanya kazi ama hizo wasisikizi speaker? Uko nyuma mnasikia? Mnasikia kwa nyuma? Wajua ujumbe lazima usikie vizuri. Ndio maana nataka nihakikishe speaker Anderson aweke vizuri. Ndio usikie vizuri.
Sawa. Dozi inaingia ama ingine? Tumesikia number 8. They are easily offended. Yaani wanakuazika hovyo. Yaani ukiwa na utoto wa kiroho utakwazika hovyo tu. Utakwazika yaani unaona kwa mfano sasa. Nasema kwa mfano. Unaona sasa vile JB alikuwa anaitisha pesa. Akasema naomba tumsalimie. Unaomba salimie. Tayari sasa kama Mungu hajakusaidia tayari unatoka umekwazika. Mbona lazimisha? Ndio kinamsalimia. Kwani inakuwa just salamu. But hiyo kitu inakuwa ni issue. Sema issue. Alisema hivi akimaanisha nini? Kwani anatuonaje? Anatufikiriaje? Issue ndogo tu anaileta inakuwa kubwa. Kwa sababu gani? Ni watu wa kukwazika ovyo. Yaani unakwazika. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama umekuja unazoea kanisani kukaa roho ya 3, kiti cha 4. Ukija ukipewa upelekwa roho ya 10, kiti cha 5, umekasirika. Mbona leo? Na unajua kuna watu hapa wana position zao. Unajua hapa kanisani kila mtu ana position anapenda. Kweli hapo hapo. Kwani si hata mimi napenda position kila siku kwani niwe peke yangu acha kuniangalia. Si kuna pale unapenda. Wewe unajisikiaje zingine ukija alafu ukikuta upelekwa huko unapelekwa east. Wewe ulikuwa unaenda unataka west unapelekwa east. Unasikiaje wewe? Wewe unasikiaje? Muulize mwingine, muulize pale unapenda kukaa ukipelekwa kwingine wewe unasikiaje? Sikiza naomba. Kinachoma. Kwanza ukiona hata kule inapelekwa hata sasa unaweza kukaa pale. Badala ufuate Asha sana kuangalia unampigaje. Asha anaenda naeka mguu anakuangalia unamwangalia jicho yani unamuongelesha wewe rudi huko. Rudi regesha baglangu. Tuheshimiane. Unapeleka wapi? Na unajua mimi nakaa katika hii posti hapo. Unakaa hapo. So unajua kabisa. Mimi siendani huko chini pale unajua huko nyuma si unajua. Next Sunday hata kusalimia. Hakusalimia. Unakuta unachukuliwa tabani unapokelewa hivi na shida hivi. Unakuta mtu kama anang'ang'ana hata shina bani. Kuna nini kuna stima kubwa. Unapeleka kwani unaibia mtu bangi ama nini? Lakini si hapa inafanyika kama hivi. Unaona? Yaani kitu kidogo tu unakwazika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaweza kuazika ovyo vitu ambavyo havifai hata zile rangi praise wamevaa zimekukwaza. Kwani walikuwa wana rangi nyingine? Mbona ni orange? Ni kunakwambia yaani shetani naye ana distract watu na vitu ambavyo havifai. Unajua kwanza pastor, hiyo style, hiyo hair style ya mama fulani. Sipendi tu. Basi hiyo hair style sina breakthrough nayo. Kama una breakthrough nayo usisonge hiyo, mwachie. Hello. Fanya hivi. Ni mko hai. Kwa hivyo unakuta ni watu ambao wanakwazika ovyo. Kitu kidogo ukitaka kumcorrect anakwazika. Pastor hawezi kukucorrect. Baadaye nikuulize ni vibaya mchungaji kukucorrect? Ni vibaya. Unajua shida inasumbua watu wengi. Ukianza kuniangalia mimi kirika utanisikia. Naweza kuwa ni mtoto kwako sana. Sawa Lakini ujui katika ulimwengu wa kiroho mimi niko mbali sana na wewe. If you could only know my position in the spiritual realm, hata miaka isingekusumbua. It's not about the age. It's about what God has given me and what I carry. Sasa hivi ukiniangalia kama kijana huyu Samuel huyu tulikuwa tunamwangalia sisi tulimwona tulimwozesha hapo. Si hata tulikuwa hata
hujasahau alikuwa na kale kama mountain bike kake. Si mnakumbukana? Kale kama skate kale kama mountain. Wangapi wanakumbuka? Ya kanisa nzima. Wanakumbuka. Tulimuona hapa na kama mountain. Sasa anakuambia nini hapa? Ati Bwana amesemaje? Sasa mimi nakwambia utakuta utapitwa, utabakia tukimba ile nyimbo tu. Usinipite Mwokozi, unisikie. Kumbe wewe mwenyewe ndio umetaka kupita. Let me tell you. Ninaweza kuwa mimi ni mdogo wako kiumri, but spiritually I'm not your age mate. Hello? Hello? Na siku hizi unajifanya fanya. Sijifanya. I'm not your age mate. Spiritually mimi ni mzee. Wanasifiwe. Unaona sasa hivi naweza kukushauri kitu kitakusaidia ndoa yako. Sasa wewe pastor miaka 30 sisi tumekaa kwa ndoa. Wewe unatuambia nini? Hata unajua nikuletea masahani na vikombe sawa. But naweza kukupa hekima ya kukusaidia hiyo ndoa yako ya miaka 30. It's not about the age. Lazima tujifundishe haya mambo. Ndio unakuta umekaa kanisani kila siku unasema Mungu asikupite. But if you've not received me, let me tell you, wacha niwaambie ukweli. Ikiwa hujapokea mimi, hujanipokea, huwezi pokea kile nimebeba. Mnasikia? Kama hujawahi nikubali na kunipokea, kama uko bado unanipima pipa, wewe endelea kuweka katika mizani, utapitwa na muda. But if you accept me, you'll accept and attract what I carry. The grace and the anointing in my life will flow over you. Because you respect me, you honor, and you celebrate what I have. Mnasikia? Lazima tuambiane tusaidiane kanisani. There's no way tunakaa makanisani miaka yote na hakuna mahali tunaenda. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliandika post nikasema kama unakaa na mchungaji kumwamini unamshukushuku, unashaka na yeye, toka hiyo kanisa. Nimekuruhusu. Kama unakaa kanisani ambapo huyo mchungaji umwamini, unamshukushuku, yaani unajilazimisha tu, afadhali mtu upatie uhuru aende kutafuta mchungaji anasikia ni breakthrough na yeye. But ni kweli ambapo atuambiani watu, but that is the truth. Because unakaa miaka 5 na mchungaji muamini, mchungaji ambaye unamshuku miaka 5. Jamani, unaenda wapi? Hello? Muulize mwenzako unaenda wapi? Lakini hapa hiyo mambo hakuna, ni makanisa mengine, lakini tunatoa example. Mwambie mwenzako hiyo ni example. Tumefika point namba ngapi? Point number 8. They are never satisfied. Hao watu hawatoshekangi. Sikiza, no matter how much you do to them, still watakuwa tu wana shida. Sijui kama usharealize kuna watu hata ukiwafanyia mazuri vipi, bado atakuongea vibaya. Na kwambia hata umpeleke saluni akasuguliwe miguu, hizo kucha zipakwe, hizo zinaitwa nini? Pedicure, sijui na manicure. Bwana asifiwe. Na afanyiwe hiyo maneno yote, still hata useme utaona tu hata utasikia na kuongea vibaya. Nisikiza, stop trusting men. Hao watu watakupatia pressure. Wewe fanya lizuri ile la Mungu, ufuge macho yako, maana wengine watakuvunja moyo. Ati unafikiri ukiwafanyia, mimi nakwambia hata wengine hata ukiwakatia mkono wako mwambie kana utubu na kana nyumbani, bado atakusema vibaya. Halo. Tena wale watu umewasaidia ndio wanakuongea matope. Ulimsaidia wakati fulani alikuwa hawezi, hata mwingine hata alikuwa hajui kuvaa. Ukamsaidia, sasa siku hizi amejua kuvaa, alafu anakuongea vibaya. Na alikuwa hata hajui kupiga pasi. Tumefika na ngapi? 9. Mtoto ulimpa lollipop, anapita hivi,
ameona njugu. Mama njugu umesha. Umepita pale town umeenda tu, ameona toy ya gari. Analilia anataka gari. Sasa kama sisi watoto wetu sasa walikuwa wanatushangaza kitambo, unakuta analilia toys zimeona kule town. Na tayari nyumbani ana toys zingine na hata situmii. Na anataka zingine. Na zile nyumbani bado ziko. But tamaa, wewe acheni kumwangalia yule, niangalie mimi. Unakuta tu tamaa. Hata ushiriki. Hata ukifanyia hivi, hata ukifanyia hivi, hata ukifanyia hivi bado. Sema bado. Sema bado. Sasa Yesu alikuwa na Judas. Yesu akampa anointing na impartation, akafufua watu, akafanya miujiza. Lakini bado Judas alimkana Yesu. Unajua alimkana? Unajua alimkana akamruka. Na tena Yesu akampa bank ya pesa. Imagine. Okay, ya mwisho tuseme hivi. They expect so much from others and nothing from themselves. Yaani wanatarajia watu wengine wawafanyie mambo wao sana. Lakini wao kuwafanyia wengine inakuwa shida. Inakuwa shida. Sasa kwa leo acha tufikie hapo. Tutaendelea part 3 Sunday inayokuja. Alafu tutaangalia kwamba ni vitu gani unapaswa kufanya wewe kukua. Ndio ile nilikuwa nikisema kwamba you grow by what you eat. Unakuwa kwa kile unachokula. Wewe unakula nini? Vitu kama hivyo tutaongea katika hiyo Jumapili inayokuja. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumalizia na kusema hivi, your salvation is God's ability, but your growth is your responsibility. Wokovu wako ni wewe, ni Mungu anafanya. Lakini jukumu lako wewe ni kukua. So Mungu atusaidie na Mungu atupatie nguvu. Wacha tumalizie na wale ambao wako katika online. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wote ambao wamesikia ujumbe huu. Ninatamka baraka, ninatamka nguvu juu yao. Ninaomba ukawasaidie kukua katika somo hili ambalo wamesikia. Naomba neema na hekima iwe juu yao. Asante kwa sababu Mungu anaondokea utoto wa kiroho na wanakuwa katika kukujua na kukutumainia. Asante kwa Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki wewe ambaye umetutazama. Unaweza kuona mahubiri yangu katika YouTube, Pastor Samora Kitengi. Mungu akubariki sana unaposubscribe, unapoangalia. Mpaka tutakutana tena. Love you. Shalom.